kuna uhusiano wa moja kwa moja wa hali ya kiuchumi ya mtu au familia au taasisi au taifa na hali au namna ya kuhusika katika maendeleo ya nyumba ya Mungu na ufalme wake. Ukisoma kile kitabu cha Ezra utaona kwamba watu wa Yuda, nyumba ya Yuda na Benjamini ndio waliotolewa kwenda kule kujenga nyumba ya Mungu. Na ile Ezra sura ya 1 mstari wa 4, Koreshi anawaambia hao watu muwape kile kitu wanachokihitaji, fedha, dhahabu, mali, wanyama na kila kitu. Mstari wa 6 wanatimiza, wanapewa kile kitu wanachokihitaji. Hagai sura ya 1 wamefanya maamuzi ambayo yanapuzia nyumba ya Mungu. Wameiacha katika hali ya kuchakaa, hali ya kudhoofika, hali ya kudharauliwa. Wameisahau. Na sababu wamesahau, Biblia inasema mmesema sio wakati wa kuja kwangu, mmesema huu sio wakati wa kujenga nyumba yangu. Mungu atafanya nini? Anasema nimezuia mvua isije kwenu, ardhi isitoe matunda yake, nchi isipate umande, mbingu zisinyeshe mvua, joto lije juu ya nchi na juu ya mazao yenu na juu ya divai yenu na juu ya nyama wenu. Hapa naongelea mimea na wanyama, sababu katika kipindi kile wao walikuwa wanashughulika sana na kilimo na mifugo. Sasa hizi inagusa kwenye kila eneo la mtu. Baada ya kuambia tafakarini njia zenu mbadilishe, walipobadilisha akasema sasa nitatikisa mbingu na ardhi na mambo yote yanayotamaniwa na mataifa atakuja kwenu. Makini anaondoa kila kinachozuia mema kuonekana kwako. Ukisoma Hagai sura ya 1 na ya 2, Ezra sura ya 1 mstari wa 4 na 6, tukisoma Hagai sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 9. Na katika mahali hapa nitawapa amani, nasema Bwana wa majeshi. Na Ayubu 22:21 nasemaje? Jua sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo hayo mema atakavyokuja. Mema ya Mungu haji kwa mtu kama amani haipo. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo hayo mema atakavyokuja. Kwa sababu anajua ukimjua sana Mungu utaamua kutembea kwenye njia za kwake, kwenye mapenzi yake, utampa kipaumbele yeye kwanza, atakuwa ni kila kitu kwako, then mema anakuja. Ndio maana hapa walivyoacha kushughulika na mambo ya ufalme wake, Mungu alifunga kila kitu kisirespondi upande wao. Walivyoamua kubadilika na kuanza kushughulika na ufalme wake, Mungu akatikisa kila kitu kirespondi upande wao. Hagai sura ya 1 ni kwamba walipuuzia mambo ya ufalme wake, wakaacha kushughulika na ufalme wa mbinguni, na yeye akasema hakuna shida, akaweka mkono kwenye kila chanzo cha maisha yao. Walivyorudi kushughulika na mambo ya ufalme wake, akasababisha kila kinachowazunguka kiachilie kitu kwenye maisha yao. Mstari 3 mstari 9 na 10 nasemaje? Mheshimuni Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Unajua maana ndipo ghala zako. Sasa sisi tunageuza, tunashughulika na ghala. Mungu azijaze, tutaomba Mungu jaza ghala. Kwenye kila baraka Mungu ambayo inakuja kwa mtu, kwenye kila ghala, sisi tunashughulika na ghala. Kwenye kila ghala la mtu kujazwa kwake kuna maelekezo yanayotangulia kwanza. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Sio moja, yote. Yote maana yake nini? Maana kila zao la kwako lina malimbuko ndani yake. Malimbuko sio sadaka ya kawaida. Na hapo unapoona malimbuko anaongelea sadaka. Na sio sadaka fungu la 10, sio sadaka ya kawaida. Ni sadaka ambayo lazima utoe kwenye kitu chako cha kwanza. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Usipopeleka sadaka malimbuko kwa Mungu, anahesabu kama kutokumheshimu. Akikutazama haoni kama unamheshimu, na kutokuheshimu yake umemdharau. Kwa Mungu anaona unamdharau, haoni unamheshimu. Na Biblia inasemaje? Atakayeniheshimu mtumishi wangu nami nitamheshimu, na nilipo na ndipo atakapokuwa. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitakapojazwa. Kwa ghala zijazwi kama heshima kwa Mungu haijatangulia. Udhihirisho wa heshima ni kuonyesha malimbuko kwake na kumheshimu kwa mali yako. Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi, ndiye aliumba dunia, lakini pia ndiye aliyemuumba mtu. Kwa hiyo ni kosa sana kujifanya mjanja kuliko Mungu. Simu ikiharibika unapeleka kwa nani? Kwa fundi. Kwa hiyo maisha yakikaa kushoto kulia, yarudishe kwa Mungu. Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi. Mungu ndiye aliumba kila kitu. Na alivyoumba, ndio maana ukinunua TV wanakupa na manual book. Ukinunua kitu chochote ambacho ni elektroniki, kuna kitabu wanakupa ili usome. Mungu alipomuumba mtu alimpa manual book ambao ni Biblia, kwamba kwenye kila kitu namna ya kuoperate maisha yako, chungulia humu ndani. Ninaheshimu sana waandishi mbalimbali wa vitabu, lakini kanuni zile za kidunia huko unazopewa, ukimaliza rudi kuchungulia kanuni za Mungu, sababu Mungu ndio aliyekuumba na anayejua ramani nzima maisha yako, na akakupa manual book. Biblia ni kitabu cha ramani nzima maisha yetu, kwamba hapa pakikorofisha tunafanyaje ili pawe sawa. Kwa unarudi kwenye eneo la ghala likikorofisha, nafanyaje ili likae sawa. Unarudi kwa Mungu kuchunguza. Maisha ni ya kiroho kwanza kabla ya ya kimwili. Ukishasoma vile vitabu vyote, chukua ile maarifa yote, kwa chunguza yale yote, alafu changanya na ukiroho wa Mungu ndani ya hayo maarifa uliyopata.